Umewahi kuona mtu ambaye hasemi sana, lakini kila anapoongea watu wanamsikiliza? Mtu ambaye haonyeshi hasira ovyo, hapigani kelele, hajilazimishi kuonekana, lakini bado ana heshima kubwa kuliko wale wanaoongea kila dakika. Kuna siri kubwa sana nyuma ya watu watulivu. Watu wengi hudhani ukimya ni udhaifu, lakini ukweli ni huu: watu watulivu mara nyingi huwa na akili ya ndani, nguvu ya kihisia na uwezo wa kuelewa mambo kwa kina kuliko watu wengi wanavyofikiria. Na cha kushangaza zaidi, baadhi ya watu waliofanikiwa sana duniani walikuwa watu wa aina hii. Katika video hii, utaenda kugundua siri 7 za watu watulivu ambazo huwafanya waonekane tofauti, wenye mvuto na wenye nguvu bila hata kujaribu sana. Na ukikaa mpaka mwisho, unaweza kujikuta unaanza kujiona tofauti kabisa. 1. Watu watulivu husikiliza zaidi kuliko wanavyoongea. Watu wengi huingia kwenye mazungumzo wakiwa tayari kujibu, lakini mtu mtulivu huingia wakiwa tayari kuelewa. Hii ndiyo sababu wana uwezo mkubwa wa kusoma hisia za watu. Wakati wengine wanakimbilia kuzungumza ili waonekane wajanja, mtu mtulivu anatazama, anasikiliza, anachunguza. Na mara nyingi, mtu anayesikiliza zaidi ndiye anayejua mengi zaidi. Ndiyo maana watu watulivu huwa wagumu kudanganywa. Wanagundua mambo ambayo wengine hawayaoni. Wanaweza kuona mtu anatabasamu, lakini moyoni ana maumivu. Wanaweza kugundua mtu anakupenda au anakutumia kabla hata hujatambua. Ukimya wao huwapa nafasi ya kuona dunia kwa macho tofauti. 2. Hawapotezi nguvu kwenye drama za kipuuzi. Kuna watu ambao kila siku wana vita na mtu. Leo wamekasirika, kesho wanagombana, kesho kutwa wanajieleza kwa kila mtu. Lakini watu watulivu wanaelewa kitu muhimu sana: sio kila jambo linahitaji reaction. Wakati mwingine ukimya ni ushindi mkubwa kuliko mabishano. Mtu mtulivu anaweza kuona maneno mabaya, kejeli au dharau, lakini akaamua kukaa kimya, si kwa sababu ameshindwa, bali kwa sababu anaelewa sio kila vita vina thamani ya kupiganwa. Hii huwapa amani ya ndani ambayo watu wengi hawana. Na ukweli ni huu: watu wenye amani ya ndani huwa na nguvu kubwa sana. 3. Wanafikiri kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Watu wenye kelele mara nyingi hukurupuka, lakini watu watulivu hupenda kutafakari kwanza. Wanajiuliza, nikifanya hivi, matokeo yake yatakuwa nini? Hii huwasaidia kufanya maamuzi bora zaidi maishani. Ndiyo maana mara nyingi watu watulivu huonekana kama wana bahati, kumbe hapana. Ni kwa sababu hawakimbilii kila fursa, kila urafiki au kila maneno wanayoambiwa. Wao huchukua muda kuelewa kwanza. Na katika dunia ya haraka hivi leo, uwezo wa kusimama na kufikiri ni nguvu adimu sana. 4. Watu watulivu hawahitaji kuthibitisha kitu kwa kila mtu. Kuna watu hawawezi kukaa bila kuonekana. Kila mafanikio lazima yawekwe mtandaoni. Kila pesa ionekane. Kila jambo watu wajue. Lakini watu watulivu wana confidence ya tofauti. Hawahitaji applause kila dakika ili wajione wa maana. Wanajua thamani yao hata dunia isipowapigia makofi. Na ukweli ni huu: mtu anayejitambua kweli huwa hana pressure ya kuthibitisha ubora wake kila mahali. Simba halazimiki kutangaza kuwa yeye ni simba. 5. Mara nyingi wana maumivu walioficha. Sasa hii ni siri ambayo watu wengi hawaielewi. Baadhi ya watu watulivu hawakuwa hivyo tangu mwanzo. Wengine waliumizwa sana, walisalitiwa, walipuuzwa, walieleweka vibaya. Na baada ya kupitia mengi, wakajifunza kuwa sio kila mtu anastahili kuona moyo wao. Ndiyo maana wengine huonekana wapole sana, lakini ndani wamebeba vita vikubwa sana. Usimdharau mtu mtulivu. Unaweza ukawa unaona ukimya wake, lakini hujui ni mapambano gani amepitia mpaka kuwa hivyo. Na mara nyingi, watu wenye moyo mzuri ndio wanaojifunza kukaa kimya zaidi baada ya kuumizwa. 6. Watu watulivu huvutia heshima bila kulazimisha. Kuna watu wanaogombania attention kila sehemu, lakini bado hawaheshimiwi. Halafu kuna mtu anaingia sehemu akiwa kimya tu, lakini presence yake inahisiwa na kila mtu. Hiyo ndiyo nguvu ya utulivu. Kwa sababu watu watulivu hawapendi kujipendekeza, wanakuwa natural.
na watu wengi huamini zaidi mtu anayechagua maneno yake kwa makini kuliko anayezungumza non-stop. Kumbuka hili, maneno mengi sana hupunguza thamani ya baadhi ya maneno, lakini mtu anayezungumza kidogo, kila anachosema kinaonekana kina uzito. Ndiyo maana viongozi wengi wenye hekima huwa watulivu zaidi kuliko wenye makelele. 7. Ukimya wao sio udhaifu, ni nguvu. Hii ndiyo siri kubwa kuliko zote. Watu wengi huogopa ukimya kwa sababu hawawezi kukaa na mawazo yao wenyewe. Lakini watu watulivu wamejifunza kuishi na akili zao, hisia zao na maisha yao bila kutegemea kelele za dunia. Na hilo linahitaji nguvu kubwa sana. Usichanganye utulivu na ujinga. Usichanganye ukimya na woga. Wakati mwingine mtu aliyekaa kimya ndiye mwenye akili zaidi ndani ya chumba. Na mara nyingi watu hatari zaidi sio wale wanaopiga kelele, ni wale wanaotazama kimya kimya, wakielewa kila kitu. Kwa hiyo ukimwona wewe ni mtu mtulivu, usiharakishe kumjaji. Wakati mwingine watu wenye mioyo safi, akili kubwa na nguvu ya kweli huwa hawana kelele nyingi. Sasa niambie kwenye comments, je, wewe ni mtu mtulivu au unapenda kuongea sana? Na kama umeipenda video hii, usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa mtu ambaye anahitaji kusikia ujumbe huu leo.